vitu ambavyo tunatakiwa tuviacha hapa duniani ni kitu kinaitwa legacy, kuacha alama katika maisha ya watu. Alama nzuri ni kukaa ndani ya mioyo ya watu. Alama nzuri ni kugusa maisha ya watu. Sasa Oprah Winfrey aliyokusema kwamba excellence is the best deterrent to sexism and racism. Unapokuwa bora kwenye eneo lako, hakuna mtu anaweza kukubagua kwa sababu ya jinsia yako au kwa sababu ya rangi yako. Ukiona wakati wote unabaguliwa na ukasema mimi sipewi nafasi kwa sababu ya kabila langu, sipewi nafasi kwa sababu mimi ni Mtanzania, sipewi nafasi kwa sababu mimi ya jinsia yangu, unajua kuna kiwango cha ubora bado hujafikia. Hata kama upendi watu wafupi, ukienda hospitali ukamkuta daktari mfupi, atakwambia vua nguo, atakugeuza na utakubali na bado utatii, kwa sababu pale kinachofanya kazi ni ubora wa kazi yake, sio kimo alichonacho. Kwa ukiona unabaguliwa kwa jinsia yako, kwa urefu wako, kwa rangi yako, kuna kiwango bado hujafika cha ubora. Ukifika kiwango cha ubora, watu wewe ni mweusi watakuita mzungu wa Afrika. Kwa namna yote, kwa sababu kuna namna tu watataka ku accommodate, kwa sababu ukishakuwa bora, watu wanataka kuja identify na wewe. Be the best in your field. Kataa kwa mtu ambaye ni average. Mwaka 2012 actually mwaka 2016 nilisoma habari ya mchezaji mmoja anaitwa Paul Pogba. Watu wanafuatilia michezo watakuwa wanamfahamu. Alikuwa amenunuliwa na timu ya Manchester United kwa jumla paundi milioni 89, ambazo zilikuwa ndio zimevunja rekodi ya mchezaji kununuliwa kwa bei ghali mwaka ule. Kabla ya mwaka ule hakuna mchezaji yote aliyokununuliwa kwa ile bei, ambao ni equivalent kama dola milioni 116 hivi. Lakini kufuatilia historia ile mchezaji nilishangaa sana. Kumbe miaka 4 kabla, mwaka 2012 aliwahi kuuzwa kutoka timu ya Manchester United akauzwa kwa timu inaitwa Juventus, na aliuzwa kwa kama dola milioni 1. Alafu baada ya miaka 4 wale waliomuuza wanakuja tena kumnunua mara 116 zaidi kuliko bei waliomuuzia. Maana yake ni nini? Hata wewe thamani yako leo kama ni ndogo, inawezekana wale wanaokukataa leo, ambao hawakuamini leo, hawakupi nafasi leo, kuna siku wanaweza wakaja baada wewe kuonyesha thamani ulionayo. Maana yake nini? Thamani ni umuhimu tunaopa kitu kwenye maisha. Ndio maana ya thamani. That's the meaning of value. Kwa hiyo tunasema value ni significance of which you assign to something or to somebody. Kwa hiyo tunaposema kwamba huyu mtu ana thamani, ni ule umuhimu tunaompa. Unajua kuna watu ambao vikao vyanzi mpaka wao wamekuja. Wakitoka wakienda chooni kujisaidia, kikao kinasimama, ajenda zinasimama, zinamsubiri. Lakini kuna wale wengine ambao watu wanakuja kushtukia huko, kikao kipo katikati, wanasema kuna mjumbe yupo hapa, lakini tunatofautiana thamani zetu, hatuwezi kufanana. Mwambie jirani yako thamani yako kubwa anajua. Sasa ziko aina mbili ya thamani. Moja, kuna thamani unaojipa wewe mwenyewe, tunaita self value. Na hii sana inatokana na kitu kinaitwa self concept. Namna unavyojitafakari, namna unavyojiona. Unajua ukiwa umependeza kuna namna unatembea, na wewe mwenyewe unajijua. Ukiwa una hela kuna namna unajiamini, na ukiwa una hela kuna namna unaona watu kama vile wanakunyanyasa. Hata unaambiwa kaa kule nyuma, unasema ameniona sina hela ndio maana ameniweka kiti cha nyuma. Kumbe ni kwa sababu tu umechelewa kwenye tukio. Sasa hiyo ni thamani unaojipa mwenyewe, tunaita self concept, ambayo inatengeneza kitu kinaitwa self esteem, namna unavyojifurahia, namna unavyojithamini. Sasa unachotakiwa kuelewa ni kwamba namna unavyojiona ni muhimu sana na watu wanavyokiona, kwa sababu kuna kitu kinaitwa the law of correspondence, kwamba law au kanuni ya kuakisi namna unavyojiona. Ndio maana ukikaa sehemu ukamgeukia mtu afu ukasmile, hapo utamshangaa naye amefanya nini? Amesmile. Maana yake nini? Watu kwenye maisha wana reflect vile sisi tunavyojiona. Ndio maana ni muhimu sana kubadilisha namna unavyojiona. Lakini aina pili ya thamani ni ile ambayo tunaita external value, ambayo ni perception ya watu wengine juu ya maisha yetu. Watu wengine wanatuonaje? Watu wengine wanatupa thamani gani katika kile tunachofanya? Sasa hii inategemea. Wakati mwingine unaweza ukajiona una thamani, mwingine atakuona hauna thamani. Ndio wale Waswahili wanasema wewe ukisema cha nini, mwingine anasema nitakipata lini. Kwa maneno mengine ni kwamba inawezekana kabisa mwingine atakuona una thamani, lakini wengine wakakuona pia una thamani. Sasa yako mambo matano ambayo nataka uyakumbuke unapotaka kuongeza thamani yako. Ni misingi inayohusiana na thamani au principles kuhusiana na value. Principle number 1 ni kwamba thamani yako inaweza kuongezeka au inaweza kupungua. Your value can increase or can decrease. Kwa hiyo thamani yako haiko constant. Kwa
Kwa mwaka jana inawezekana hukuwa na thamani, lakini mwaka huu inawezekana ukawa na thamani. Biashara yako mwaka jana inawezekana ikawa na thamani, mwaka huu ikawa na thamani. Kipaji chako inawezekana kikiwa na thamani, mwaka huu kikabebesha thamani. Lakini pia inawezekana ulikuwa na thamani, thamani pia ikashuka. Kwa thamani sio kitu ambacho ukiwa nacho ni permanent. Hapana. Unaweza ukashuka na unaweza ukapanda. Maana yake kuna vitu ukivifanya vinaongeza thamani na kuna vitu usipovifanya vinapunguza thamani yako. Na tutakuja kuviona pale baadaye. Kwa thamani haimaanishi kwamba ukiwa na thamani leo basi utakuwa na thamani tu siku zote. Hapana. Kuna vitu ambavyo lazima uvizingatie ili thamani yako idumu. Namba 2, thamani yako inategemea na watu na mahali. Inabadilika. Your value varies to different people and places. Watu mbalimbali, kwa hiyo inategemea. Kuna kitu ambacho unakiona cha thamani, lakini ukiwapa watu fulani watakiona pia sio cha thamani pia. Miaka 1860 waanzilishwa kampuni kubwa ya De Beers. Walikwenda Afrika Kusini kwenye eneo moja na wakakuta wazee wa pale wanachezea almasi, wakiwa wanazichezea kama kwa sasa ungesema kama walikuwa wanachezea bao, wanachukua vile vipande vya almasi. Hawakuwa wanajua kama ni vitu vya thamani. De Beers walipofika pale wakaongea nao, wakaambia watawapa vitu vichache, alafu wao wachukue ile almasi. Leo De Beers wanamiliki zaidi ya 40% ya soko la almasi duniani. Kwa nini? Almasi ile ilikuwepo ndani ya mtu au kwa watu ambao hawajui thamani yao. Ndio maana kati ya vitu natakiwa uvielewe kwa mwaka 2024. Don't force to be a place where you're rejected. Go where you are celebrated. Tafuta mahali watu wanapothamini ulicho nacho, kwa sababu hata kama kuna watu wengi hawathamini ulicho nacho, wako watu ambao wanakiona ulicho nacho ni cha maana sana. Kuna wakati fulani nilisoma story moja, mzee mmoja wakati anataka kufariki, akataka kumfundisha kijana wake umuhimu wa kuwa sehemu sahihi na kufanya jambo sahihi. Alikuwa na saa ambayo ilikuwa ina umri zaidi ya miaka 200, ambayo na yeye alikuwa ameachiwa na baba yake, kwa maana yake ni babu wa yule mtoto. Kwa akamwambia yule mtoto wake, naomba uchukue hii saa nenda kaiuze kwa watengeneza saa. Alipoenda kwa mtengeneza saa akamwambia, nitakupa $5 tu. Mtoto akarudi akasema, ameniambia $5 nimeona ni ndogo. Akamwambia no problem, nenda kwenye duka la kahawa jaribu kuuza. Akaenda alipoenda kwenye duka la kahawa, na duka la kahawa kaliangalia saa ya zamani imeisha na nini, akamwambia hii nitakupa tena $5. Akamwambia sasa nenda museum, nenda sehemu za makumbusho. Enda sehemu za makumbusho, akaelezea ni saa ina umri wa miaka 200, nilipewa nimepewa na baba na baba alipewa na baba. Kwanza walipoona tu wakaanza kushtuka, wakasema tumekuwa tukitafuta sana, kwa sababu watu wengi wanatamani kuiona. Watu wanaweza wakasafiri kutoka duniani kote wakaja kuiona. Tutanunua hii saa kwa $1 milioni. Maana yake ni nini? Thamani yako inategemea pia uko wapi. Ndio maana hata tunapojifunza tunajifunza discovering your purpose, kwa sababu umuhimu wako hautegemei na wewe tu, unategemea pia unaufanyia wapi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa sehemu sahihi. Mwaka 2024 usizurule tu, tafuta sehemu sahihi, ufanye jambo sahihi. Ngoja nikwambie kitu kimoja, watu wasiokuthamini ukiendelea kuwapa muda wako zaidi watakuwa abused. Ndio maana lazima ujue nani unampa muda wako vizuri, ambaye anathamini na ulichonacho. Na kwa taarifa yako, wako watu wengi duniani ambao wanakihitaji ulichonacho na wanathamini ulichonacho. Usiache mtu mmoja ambaye akithamini ulichonacho akufanye udharau nawe pia ulichonacho. Fact number 3 ni kwamba kuna vitu maalum ambavyo vinashikilia thamani yako. Kuna vitu maalum ambavyo vinashikilia thamani yako. Moja wapo ni timing. Timing is very important. Kujiandaa kuwa sehemu sahihi kwa wakati sahihi ni jambo la msingi sana. Kuna mambo mengi kwenye maisha yetu yanaweza yakatokea vizuri au vibaya kwa sababu tu ya timing. Na moja tragedy kubwa sana ambayo nimeiona ni kitu kinaitwa premature exposure. Kuonekana kabla muda wako haujafika. Kila kiwango unachopanda huwa kina aina ya vipingamizi na vita ambao ni kubwa kuliko ya kiwango ambacho ulipewa kabla. If you're not prepared, you better get prepared first. Na hii inatokea sana hasa kwa vijana. Unakuta anatamani vitu vikubwa, lakini unachojua ni kwamba kila unapokuwa na kitu kikubwa unatishia watu wengine wanaotaka vitu vikubwa na utapambana nao kwa sababu wanataka. Sasa haimaanishi tusiwe na ndoto kubwa, lakini inamaanisha tujiandae vizuri ili tunapofika kwenye zile level tuwe vizuri. Kumbuka siku zote thamani ya mwamvuli huwa inapanda wakati wa mvua. Na unapokuwa unajua wote na sawa uko wapi. Timing is key kwenye kufanya mambo yako. Kwa hiyo usijaribu kuangalia. Na huwa naambia watu wanasema, "Nitajuaje kama ni muda sahihi?" Ni rahisi sana, listen to your heart. Mara nyingi sana mioyo yetu inatuambia, mtu yote yuko hapa na umewahi kutapeliwa, utakumbuka kwamba kuna sauti ilikwambia hapa utaenda kupoteza yeye.
lakini ubishi wako na kutaka hela za haraka haraka, ndio maana mpaka leo unalia. Na huko hapo unasema hivyo, hata tufundisha namna ya kurudisha ile tulizopoteza. Ndio hivyo tunamalizia sema, na sijajua kama majibu umepata. Lakini kuna sauti ilikuwa inakuambia kwamba no, usiende kwenye biashara. Ulikuwa unasikia kuna sauti ilikuwa inakuambia no, this guy is wrong person. Hata kama kwa nje anaongea vizuri, anaonekana, lakini ndani yako kuna kitu. Sasa usipuuzie ile inner voice ambayo inakuambia, inakusaidia sana kwenye kujua timing nzuri. Lakini kingine ni uniqueness, inashikilia upekee wako. Upekee wako unaweza ukashikilia thamani. Tanzanite haithaminiwi sana kwa sababu ni nzuri sana kuliko gemstones zote. Inathaminiwa sana pia kwa sababu haipatikani mahali pengine. Ndio maana unapo-offer kitu chochote kile lazima ujiulize, uniqueness yangu ni nini katika hiki ninachokifanya. Tunasema greatness is the result of doing new things. Sometimes it can be doing the old things in a new way. Vile vitu vya kawaida, lakini unavifanya katika namna ya tofauti. Kule Dubai kuna mgahawa wa jamaa mmoja anamwagia chumvi. Umeshamuona yule jamaa? Watu wanasafiri kwenda kwenye mgahawa kwa ajili ya kumuona jamaa anachukua chumvi, nenda ukienda nafikiri ukiandika tu Salt Master, sio anajiita jina gani fulani. Yaani anajiita Salt Bay. Yes. Ukienda imagine wanamfahamu hao. Yaani Salt Bay jamaa amepata umaarufu kwa kumwaga chumvi. Anakuwekea nyama hapa, anaweka kama mkono namna hii. Hapa anamwaga tu. Actually it's just a waiter in the restaurant, but he's doing something in a different way. Sio swala kusema nitakuja na nini kipya. No, wakati mwingine nitafanya njia gani mpya tofauti na ambayo nilikuwa ninafanya zamani. So unaweza kuwa na uniqueness. Lakini kingine inawezekana ikawa ni perception. Perception pia huwa inabeba thamani ya kitu. Ndio maana watu wanauza fashion, wanauza zaidi kwa perception. Na ukitaka kujua hiyo, ndio maana kila nguo mpya ikitoka wanamtafuta mtu maarufu fulani ambaye wanajua wewe unamwadmire. Atamtafuta mwanamuziki, atamtafuta mwanamchezo, atamtafuta mwanamitindo, atamtafuta mwigizaji ambaye wewe unamwadmire. Akivaa ile nguo, kuna perception inakujia akilini mwako kwamba hii nguo inanidefine mimi kama mtu wa tofauti. Siku moja niliona, nafikiri Kanye West kama sijakosea, amezindua kiatu chake fulani yani kwa mtazamo wangu, yani siwezi kuvaa kile kiatu. Yani hata ukini babu, yani siwezi kuantakivalia wapi bwana. Lakini ni kiatu kwa sababu tu ni yeye na ni mtu maarufu, anamwadmire, na kuna watu maarufu sijui anaweza shinda binipiga hadi sana. Kwa siku ile nguo imechanika kabisa. Lakini perception inaweza kudetermine pia value. Kuna wakati mwingine it's all about perception. Kuna watu wana perceive vitu fulani. Sasa perception wakati mwingine inaweza sio reality, lakini ikiaminiwa na watu wengi, wewe inaaminiwa pia kuwa ni reality. Kwa kuna value ambazo zimebebwa na perception. Sasa wewe kama mtu binafsi, ningependa kukushauri, kuna vitu vinne ambavyo unaweza kuvitengenezea kama foundation ya kutengeneza value yako. Kwenye study yangu ya watu waliofanikiwa mbalimbali, maeneo mbalimbali, nimegundua kwamba watu wengi wanafanikiwa kupitia maeneo manne kwenye maisha yao, ndio ambayo yanabeba value zao. Na mimi nimeyatumia baadhi ya maeneo, na mimi nawe pia yanaweza kukusaidia pia. Lakini ni muhimu sana kuchagua mwaka unapoanza, unataka kufanikiwa kupitia foundation gani kati ya hizi. Moja, kuna watu wamefanikiwa kwa sababu ya profession zao. Yaani mtu ameamua kuwa mtaalamu wa mambo ya uhasibu, amekuwa mtaalamu ni mwanasheria, amekuwa mtaalamu ni engineer, ameamua kutumia profession yake ku rise upon top. Na wako watu wa namna hiyo ambao wanamiliki makampuni, wengine wameajiriwa, wengine wana heshima zao kwa sababu wameamua kutumia profession yao. Lakini kama unataka kutumia profession yako for the best na kuongeza value kwenye unachokifanya, ushauri wangu ni kwamba lazima uwe katika 20% ya cream ya hiyo profession. Kwa sababu formula inasema hivi, 80% ya mapato yote kwenye kila profession wanagawana 20% ya watu walioko kwenye profession. Kwa hiyo it doesn't matter which profession you are. Hata leo Tanzania ukichukua wanasheria wote waliokuwa registered, kuna wanasheria na makampuni ya sheria 20% ndio yanayowini tenda zote za sheria kwa 80%. Kwa kila field iko namna hiyo. Ona wewe pia kama unataka kufanikiwa kwenye profession yako, lazima uweke maamuzi kwamba mimi sitaki kuwa mtu average, sitaki kuwa mtu wa kawaida, nataka kuwa the best katika area yangu. Unakuwa the best maana yake ni kuwa mtu ambaye una uwezo mkubwa kwenye eneo lako. Huwa naambia watu, kama wewe inapita wiki hata bosi wako hajakuuliza tatizo fulani tunafanyaje, kuna tatizo kwenye kitabu, unatakiwa mkubwa wako wa kazi kama umeajiriwa, akipata changamoto, mtu wa kwanza kumuuliza anatakiwa wewe. Ukiona muulizi useme yani mimi bana
yani hapo ofisini mimi ninatuliaga. No, unajua wanaona huyu tatizo. Unatakiwa usumbuliwe tatizo linapotokea, watu wakukimbilie. Sasa hakuna mtu anayekuuliza. Usipoulizwa maana yake wewe sio mtaalamu wa kitu chochote. Kwa sababu maana ya kuwa mtaalamu ni kwamba mtu anapopata tatizo, jina lako linakuwa kwenye kichwa chake la kwanza. Ukiona hakuna mtu anayekufuatilia na kukuuliza mara kwa mara, ina maana there is no value that you are offering. Kwa hiyo jaribu kuongeza. Kuna wengine hawaulizi nyumbani, hawaulizi na mwenzi wake, hawaulizi na watoto, hawaulizi. Yaani hakuna sehemu anauliza tangu asubuhi mpaka jioni mpaka watoto wanajiongelesha. Jamani, hakuna lolote hapa tuliongea, hakuna lolote. Hapo unakuwa ni mtu ambaye value yako imepotea. Namba 2, watu wanafanikiwa kwa kutumia gift na talent zao. Gift na talent zao. Kila mtu aliyezaliwa hapa duniani ana talent, ana gift. Gift au talent ni nini? Gift ni uwezo wa kipekee ambao Mungu amekupa kufanya jambo fulani. Jambo ambalo watu wengine wanahangaika, wanaliona ni gumu, wewe unaliona ni rahisi tu kulifanya. Na hakuna mtu ambaye ana talent au gift. Kwa sababu kwa kanuni ya Mungu ni kwamba hata kama ungeshindwa kwenda shule unatakiwa ufanikiwe. Na kitu kinachoweza kufanikisha cha kwanza ni talent, ni gift yako. Ni uwezo wako wa kipekee wa kufanya jambo fulani. Sasa kwenye gift kuna vitu vinne unatakiwa kufanya. Moja, unatakiwa kufanya discovery, kugundua kipawa chako. Kipawa chako ni nini? Na ngoja nikwambie, kipawa sio tu kuimba, kipawa sio tu kuchora, sio kukimbia, hata kuongea pia ni kipawa. Sinakubaliana na mimi? Yes, kuandika pia ni kipawa. Kwa hiyo angalia, kipawa maana yake ni kitu chochote ambacho unaweza ukakifanya kwa namna rahisi zaidi kuliko mtu mwingine au kuliko watu wengi ambao wanaweza kufanya. Kwa discover your gift. Gundua hiyo kipaji chako ni. Kuna watu mko hapa, kipawa mlichonacho nyie ni kuwa watu wa kuconnect watu wengine. Maana you can make a very wonderful event organizers. Lakini badala ya kuwa event organizer unataka kuwa speaker. Unasahau kwamba wako event organizer ambao ni matajiri na wanafanikiwa sana duniani. Kwa hiyo angalia, ukiona wewe ndio tangu umetoka shule, primary school wewe ndio group ulifungua. Secondary group wewe ndio ulifungulia. Chuo group wewe, maana yake una kitu ndani yako wewe, kuna kitu cha kupenda kucoordinate. Kuna namna, kwa maana yake ni event organizer ambaye bado hujajitambua. Unatakiwa uangalie namna gani ya kubadilisha hicho kipawa chako ukifanya kukuingizia pesa. Ukishaweza kukidiscover, ya pili unakisharpen, unakinoa. Gift yako lazima inolewe. Bahati mbaya sana watu huku duniani, siku umepata jukwaa kubwa, huwa naambia watu statement, naomba nirudie tena. Usikimbilie big platforms. Kwa sababu gani? Siku ukisimama kwenye jukwaa kubwa, watu wote wanaashumu wewe ni mtaalamu. Sasa kama sio mtaalamu, hata kuhukumu kama beginner, watakuhukumu kama professional. Ndio maana watu wengi waliokimbilia majukwaa kabla ya sharpen wamepotea ghafla. Kwa nini? Kwa sababu watu walipoona kwenye lile jukwaa walichukuliwa wao ni professional. Na watu ambao walipofanya vibaya hawakuwa na muda wa kuwasamehe. It's better people know that you are beginning, they will give you a second chance. Lakini ukiact kama tayari uko mature, they will never give you a second chance. Kwa sharpen your gift. Ni kile unachokifanya wakati hatuoni ndio kinakutengeneza wewe unapoonekana mbele ya watu. Mmoja alikuwa anamuuliza Usain Bolt, akamuuliza miaka 4 ambayo hatufanye Olympic unakuwa unafanya nini? Akasema you all know, nakimbia mara moja kila baada ya Olympic. Usain Bolt amekimbia Olympic 4 katika maisha yake. Na katika hizo Olympic 4 amelipwa jumla dola milioni 119 na amekimbia jumla sekunde 113 katika hizo Olympic 4 zote. Manake sekunde yake moja ina thamani zaidi ya dola milioni 1. Akasema hamnioni kwa sababu nakuja kukimbia mita 100 kwa sekunde 9, mita 200 kwa sekunde 19. Na nishangilia uwanja umejaa watu 60,000 wako pale, watu 100,000. Lakini kipindi chote ambacho hamnioni, mimi huwa kuna kitu nafanya. So, is what you are doing in the private that makes you in public. Usidharau mazoezi ya kujifanyia wewe mwenyewe. Usidharau vitu ambavyo vinajenga uwezo wako. Ukishaweza kusharpen, kinachofuata sasa una expose. Unaanza kukionyesha. Unaanza kuonyesha watu kitu ulichonacho. Na unapoanza kuonyesha, cha kwanza, focus ya kwanza sio hela. Focus ya kwanza ni kuimprove yourself. Get feedback. Ndio maana unapoanza lazima utafute feedback sana. Hivi ilikuwaje pale? Hivi ilikuwaje pale? Una improve. Alafu ya pili, ukishamaliza ukishaendelea kusharpen, umeexpose, umepata improvement, unachotafuta kingine kinaitwa connection sasa. Connection. Ukipata connection itakupeleka kwenye kitu kinaitwa recommendation. Sasa watu wanaanza kusema ukitaka kitu chako kifanye vizuri, utafute mtu fulani. Maana unaweza sasa umefika kwenye recommendation. Na ukiona umefika hiyo hatua, ndio unaenda kwenye hatua ya 4 ya kipaji chako ambayo inaitwa commercialization. Unakigeuza kipaji kinakuwa sasa biashara.
Sio kila kipaji kinaweza kuwa biashara. Ndio maana wako waimbaji wenye sauti nzuri lakini wameshindwa kuwafanya biashara wazuri, kwa sababu unahitaji ujuzi. Napofika kwenye biashara sasa, maana unazungumza ujuzi. Kwa hiyo unaweza kaangalia, pengine utaki kutumia profession yako, tumia kipaji chako, angalia kipaji gani unacho. Lakini nyingine, unaweza kaamua kuingia kwenye biashara, ambayo ni namba 3, foundation namba 3. Unaweza kuingia kwenye biashara. Kwenye biashara maana yake unaweza kaamua kuuza na kununua, unaweza kufanya manufacturing, au unaweza kufanya service. Unaweza kutoa huduma. Na hapo sitazungumza sana kwa sababu sio sema ambao nataka tukae sana hapo. Lakini ya 4, nataka ujue kwamba unaweza ukaongeza thamani yako kupitia kitu kinaitwa specialized skill. Specialized skill. Na hii naomba nisisitize sana. Katika ulimwengu tulionao sasa hivi, kuna watu wengi sana ambao wamefanikiwa wanafanya vitu vinavyoonekana in court vya kijinga au vya kawaida, kwa sababu walichofanya tu wameamua kutumia specialized skill. Maana huyu mtu hajataka kutumia elimu yake darasani, ameamua tu kutafuta kitu fulani ambako anaweza kukafanya kwa ufanisi sana, ambako anajua watu wengi wanahitaji. Kwenye kombe la dunia mwaka 2022 fanyika Doha, Qatar. Mchezaji mmoja wa Brazil anaitwa Neymar alikuwa anataka kunyoa wakati anaenda kuingia nafikiri robo finali kama sikosei, lakini yeye anachezea timu ya PSG iliyoko Ufaransa. Kwa hiyo kinyozi wake anaishi Ufaransa, akamkodishia ndege binafsi kinyozi wake kutoka Ufaransa Paris mpaka Doha Qatar, private jet. Hapo nazungumza zaidi ya kilomita 6400 hiyo safari. Ukiangalia kosti za kukodi ndege na kurudi Doha Qatar ni zaidi ya milioni 118. Kinyozi akapanda private jet. Kuna watu hatuzungumzi private jet, tunazungumza tu Air Tanzania, bado hatujapata nafasi. Asiyesema ni wewe, yani nimezungumza tu. Lakini huyu jamaa ni kinyozi, just kinyozi. Akaenda ndani ya masaa mawili tu ameshamnyoa, akapanda private jet, akaondoka. Nini kimempeleka? Specialized skill. Kuna watu ni makeup wa marais. Mimi naamini Mama Samia ana makeup artist. Unaweza kuwa makeup sio wa vichochoroni Manzese kwa mfuga mbwa peke yake. Unaweza kuwa makeup artist wa Ikulu. Inawezekana. Specialized skill. Kwa jiji la Dakota kuna jamaa mmoja anaitwa Mitch. Yeye ana mnara ambao ni takribani kama mita 450. Mnara ambao unatumika kuziashiria ndege kwa sababu ile eneo lina milima mbele yake. Kwa hiyo una taa moja juu kule ambayo ile taa huwa inawaka ili kuonyesha ndege kwamba zinatakiwa kupaa juu zaidi kwa sababu kuna milima. So huyu jamaa anapanda kwenye ule mnara mara 2 kwa mwaka. Kila baada ya miezi 6 ndio anapanda kwenye ule mnara. Ukitaka kuelewa mita 450 nini, tunazungumzia kama viwanja 4 vya mpira wa miguu kwenda juu. Sio kazi ambayo kila mtu anaweza kaifanya. Lakini jamaa ni mtaalamu mpaka anapiga na selfie akiwa kule juu kileleni. Na analipwa kwa mwaka zaidi ya $65,000 mpaka $100,000 kwa kazi ya kupanda mnara. That is a specialized skill. Wewe kitu gani ambacho unaweza kukifanya kwa namna ya tofauti ambacho watu watakuwa tayari kukulipa? Ukikijua, improve in that space na watu watakuwa tayari kukulipa. Kama unanielewa, bidi pigie makofi kidogo. So, nitakupa njia 6 unazoweza kuongeza thamani yako. Njia ya kwanza, increase more time. Ongeza muda wa kitu unachokifanya. Thamani yako unaweza ukaiongeza kwa kuongeza muda. Kwa kama una biashara, utafungua mapema zaidi na utachelewa kufunga. Ongeza muda unaotumia kwenye kitu unachokifanya. Badala ya kulala mapema, ongeza muda zaidi. Kwa kama mimi ni mwandishi wa vitabu, nasema sasa nataka kuongeza thamani yangu kwenye hivi vitabu. Kwa badala ya kutumia masaa 3 kwa siku kusoma, nahitaji kuongeza muda wangu nipate maarifa zaidi kwenye kile ambacho nakifanya. Kwa jiulize swali, katika ninachokifanya naweza kuongeza muda kiasi gani ili niweze kufanikiwa zaidi na kuongeza thamani yangu zaidi. Sasa sio kila kitu unaweza ukaongeza muda. Focus nyingine unaweza ukawa nayo ni kuhudumia watu wengi zaidi. Serve more people. Inawezekana kitu ni kila kile ulicho nacho. Biashara ni ile ile, bidhaa ni ile ile, huduma ni ile ile. Swali la msingi natakiwa liwe, nawezaje kuhudumia watu wengi zaidi kwa kitu hiki ulicho nacho? Wakati mwingine inawezekana sio muda zaidi. Wakati mwingine inawezekana ni watu zaidi, lakini katika kile ambacho nakifanya.
So angalia namna gani unaweza kuongeza watu wengi zaidi wanaopata kile ulicho nacho. Lakini cha tatu, unaweza kuongeza frequency ya service yako, kwamba mtu anakuja kwako mara moja kwa wiki. Swali, anawezaje kuja kwako mara 2 kwa wiki? Anawezaje kuja kwako mara 3 kwa wiki? Unaangalia hiyo ni frequency sasa. Kwa kama wewe ni trainer unasema ninafundishaga seminar 2 kwa wiki, nawezaje kufundisha 4 kwa wiki? Nawezaje kufundisha 3 kwa wiki? Manake nazungumzia frequency ya kile kitu. Kwa mtu ananunua bidhaa kutoka kwako, ananunuaga tu mara 1 kwa mwezi, nawezaje kumfanya anunue mara 2 kwa mwezi? Wakati mwingine inawezekana ni kuweka complimentary product au kumpa discount na vitu vinavyofanana, ili kumlazimisha awe ananunua mara nyingi zaidi. Namba 3, item 4, unaweza ukacharge more. Una charge at premium. Kwa wakati mwingine hauongezi watu, wateja wako ni wale wale tu, wanasema nataka nini, wateja wao nilionao wako 10, wako 30, lakini my charge itaanza kwenda wapi? Kwenda juu. Kwa hiyo unaangalia, maana yake unaongeza thamani ya kitu unachokitoa. Badala ya kitu iko kupatikana kwa 50,000 sasa kinapatikana kwa 80,000. Kwa watu wale wale ambao walikuwa tayari kulipa mwanzoni wanakulipa kwa kiwango kikubwa zaidi. Or you charge at a premium. Hiyo pia ni njia moja wapo unaweza kuongeza thamani ya unachokifanya. Na ya mwisho, ya 5 ni add more service. Kuongeza huduma zaidi. Wewe una duka, unauza bidhaa za kawaida. Kwa nini usiongeze na huduma ya kutuma miamala ya fedha? Angalia ni kitu gani cha ziada ambacho unaweza ukakiambatanisha na kile ambacho unakifanya. Kwa maana yake hiyo itakuongezea thamani ya kile kitu unachokifanya. Na ya mwisho, ukitaka kuongeza thamani yako, invest in knowledge. Wekeza katika maarifa. Wekeza katika maarifa. Maana yake tafuta kujua zaidi. Siku zote unatakiwa ujue kwamba kuna kitu ambacho haukijui na unahitaji kukijua ili kukuongezea thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiseme kwamba I'm the best. Hapana. Best people ni wale ambao kila siku wanatafuta namna ya kuwa best. This mmoja aliwaambia kwenye exclusive mentorships, mmoja nikamwambia kwamba you guys, hakuna kitu ambacho naweza nikawaficha ambacho ninakifanya. Kwa sababu gani? Just my confidence is only on one thing. Kwamba as you grow, I'm also growing. Kwa hakuna namna mimi naweza nikamzidi baba yangu umri. No. Hata kama nikawa mrefu namna gani. Kwa sababu mimi ninapokuwa, naye pia anakuwa. The only way I can be intimidated ni pale ninapokuwa labda school. Lakini kama nakuwa na uhakika wewe unachokishangilia, mimi nakuwa nishafunika ukurasa, kuna kitu kingine nimetengeneza ambacho ni standard ya tofauti zaidi. Kwa hiyo keep on investing. Endelea kuwekeza katika maarifa. Unafanya kitu, unakuta mtu anafanya biashara, lakini ukimuuliza maswali mawili matatu, hana knowledge. Ukimuuliza global standard, hajui. Ukimuuliza hapa Tanzania, hajui. You cannot be the best in your area. Hawezi ukawa una value kubwa alafu you are ignorant, hujui vitu vingi ambavyo vinahusiana na kile unachokifanya. So invest in knowledge. Na wakati wote tunasema when you buy books, when you attend courses, you don't spend your money, you are investing. Investment maana yake itakupa return. Miaka mingi huko nyuma nilio kununua kitabu kimoja, nilinunua 150,000. Kubwa hivi. Ngoja nilipokiona siku moja nilikuwa nakisema, kitabu kikubwa umeona shilingi ngapi? Kaambia 150,000. Akasema, huko ni kuchezea hela kabisa. Yaani 150,000. Akaanza kupiga mahesabu yake pana vitu kama hivyo. Lakini from that book I remember nilitengeneza course ambayo course mpaka leo inaishi na bado inaniingizia pesa. Kwa nini? Kwa sababu investment in knowledge is investment in cash flow. Unataka kupata hela nyingi zaidi, unataka kupata thamani kubwa zaidi, wekeza katika